Bila shaka ikiwa ni saa 2:12 zinakatika na David Maisha Radio zaidi ya video. Asubuhi ya leo ndani ya bunge la Maisha tuko na bwana Eliud Owalo ambaye amewahi kuwa waziri wa mawasiliano na teknolojia katika serikali hii moja ya Mheshimiwa Rais William Ruto kabla maandamano ya Gen Z ikamfanya akatolewa. Alikuwa miongoni mwa wale ambao kwamba shoka lilimwangukia wakati Gen Z wamekuja vibaya kabisa, wamepinga finance bill 2024. Baada hapo sasa baadaye aliteuliwa kuwa deputy chief of staff bila shaka ambaye alikuwa anahusika na masuala ya government delivery kama sijakosea, akihusika basi na utendakazi wa serikali, deputy chief of staff in charge of delivery and government efficiency. Na baadaye akafika wakati akasema potelea mbali bwana, akaachana naye akafanya hivi mkono akajiuzuru. The only man who resign from a government wakati watu wanataka kazi za serikali, but yeye anajiuzuru. Good evening sir. Good morning sir. Good morning sir. Shukran, asante. Karibu sana ndani ya Maisha asubuhi. Asante. Mpaka sasa hivi labda umetamani kurudi wapi? Kwenye serikali yangu. Hiyo serikali yangu tunatarajia. Hiyo serikali yangu tunatarajia ndio. Hii yenye ulitoka hujawahi tamani kurudi. Huko nilifunga virago zangu nikatoka nazo. Lakini mheshimiwa, wale kuna watu bado I don't know why, but kuna watu bado wanaishi kwa hii serikali. I don't know why. Kuna watu wanasema huyu jamaa bado kwa hii serikali. Nikifanya nini huko? Unajua kama ningetaka kuwa kwa hii serikali, si ningebaki tu hapo alafu niendelee kufanya kazi hapo. Ningekuwa na haja gani ya kutoka? Unajua mimi siendangi na upepo. Mwaka wa 2019 wakati niliamua kufanya na Ruto, nilijitokeza waziwazi nikasema mimi nitafanya na Ruto, na wakati huo watu wengi walikuwa wanaenda kwa mrengo ya Azimio kwa sababu walikuwa nasema kwamba watu wana Azimio ndio wako na deep state na system. Na mimi nilienda kwa upande ya Ruto. Kwa sasa kila mtu anaingia kwa serikali, mimi nikaamua kutoka. Ndio. Okay, na sijui bwana wale unadhani kwamba from where you sit, ndio kwa nini kuna Wakenya ambao mpaka leo hii wamekataa kabisa kutoa mawazo yao kwamba wale wametoka kwa serikali? Labda unadhani kwa nini? Are you giving them a reason as to why? Hiyo sasa labda watu eleze, kwa sababu mimi nilijiuzuru na nikasema kwamba nitang'ang'ania kiti cha urais katika uchaguzi ya mwaka ujao. Nikasema kwamba nitapanga chama yangu. Unakumbuka wakati nilikuwa hapa kwa ile interview ambayo tulifanya hapo mbele, ilikuwa ni mwezi wa Aprili ile, nilikwambia kwamba tutaunda chama. Kwa sasa tumeunda chama ya PPP, People's Prosperity Party. Okay? Sasa tunataka anza campaign kabambe ya uchaguzi ya mwaka ujao. Ndio. Sasa kama kuna wale wengine bado wanafikiri walo ako serikali ama walo atarudi kwa serikali, wawachane na hayo, hiyo wazike katika kaburi la sahau. But walo I know why, mheshimiwa Owalo. Yeah. I know why. Ndio. And the reason is the last time you were here huku tupatia sababu hasa kwa nini wewe na Rais William Ruto mlikwenda njia panda. You a bit au kwa very, yani ulikuwa ni kana kwamba uko na sababu, ni kama una sababu. Ni kitu gani ambacho kilikufanya hasa ukajiuzulu? Achia mbali unataka kuania kiti cha urais. Ni kitu gani ambacho, kwa sababu unataka kumtoa Rais William Ruto mamlakani, it means there is something that is going wrong na jinsi ambavyo serikali inaongozwa, so you want to correct that. Nilielezwa na wananchi kwamba mimi niko na mtendo mzuri, lakini wale nafanya kazi nao ni kama wako na mtendo zingine ambazo hazilainishwi na wako na dosari na mahitaji ya wananchi. Kwa sasa unakumbuka kwamba ukienda mahali popote hapa Kenya utakuta kwamba wananchi wanalalamika. Wanasema hawana pesa kwa mfuko, wanasema wako na shida ya kuweka chakula, matatizo ya kuweka chakula kwa meza. Na kwa maono yao ni kwamba zile mpango za serikali ambazo serikali ya sasa inaendelea kusukuma haiwasaidii kwa sasa, hasa kwa upande wa kupata pesa na kuweka chakula kwa meza. Unakuta kwamba tuko na hizo changamoto mbili. Okay. Na mimi kama Owalo nimesema kwamba niko na suluhu kwa hizo matatizo. Kabla ya suluhu, unakubaliana hawa wa Kenya?
wewe sasa kama Eliud Owalo, kwa sababu wewe pia ni Mkenya, umekuwa katika serikali hii, unakubaliana nao kwamba nchi inaongozwa katika njia ambayo ni mbovu? Lakini hiyo ni wazi, kila mtu anajua. Okay. Yeah, tuko na shida. Unakuta kwamba gharama ya maisha imeenda juu. Yeah? Watu hawana pesa. Okay? Ukosefu ya pesa, hakuna pesa mfukoni. Hakuna pesa mfukoni kwa Wakenya wote. Kila mtu analia kwamba hawana pesa kwa mfuko. Na wanasema kwamba gharama ya maisha imeenda juu. Hiyo ni wazi. Kila mtu anajua hiyo. Hata wale wako kwa serikali nadhani wanajua. Ndio. Bwana Owalo, nadhani kwamba ni moja kati ya mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia. Lakini kwa sababu umetangaza rasmi kwamba wewe unatoka kwa president na tajuzi, nadhani kwamba 1 week ago, last week kama sijakosea, bila shaka ulizindua chama chako kipya. Japo unasema kwamba bado kuna taratibu ambazo zinafaa kufuatwa kisheria kwanza. Ndio. Hebu tuzungumzie political temperature ambayo inaongezeka katika taifa hili. Na tukizungumzia swala nzima la Gunism, swala la wauni, na tumeona yale yaliyotokea, yaliyowakuta Linda Mwananchi katika Kisumu, na yale yaliyotokea Nyahururu jana, na wewe umesema kabisa kwamba unawania rais, so it means kwamba uko kwenye kiwanja. Ndio. Sijawahi ona mahali popote wewe yamekukuta ili swala la Gunism, but from where you sit, ili Gunism inatoka wapi? Gunism inachangiwa na nini? Unajua, tuko na katiba ya nchi yetu, Constitution of Kenya 2010, na katiba pia vile inasema kwamba lazima tutendekeze mahitaji zetu hata kama ni za kisiasa kulingana na katiba. Yes. Gunism inatokana na wanasiasa wenyewe. Wanasiasa wengine wanadhani kwamba waki-instill fear kwa watu ama kwa viongozi ama kwa competitors wao, labda watafanya nini? Watarudi nyuma kwa kampeni zao. Watakuwa na uoga. Lakini mimi kwa maoni yangu inatakikana tufanye siasa kulingana na sera ambayo tuko nayo, lengo ambayo tuko nayo, mpango ambayo tuko nayo, tukisonga mbele. Maneno ya kutumia vijana kwa maneno ya violence haitakikani hata kidogo. Na inatakikana pia kwanza tujiulize, ni kwa nini hawa vijana wanakubali kutumiwa kwa njia kama hayo? Ni kwa sababu ya ukosefu ya kazi. Mimi kwa maoni yangu ningeomba wanasiasa wote wafanye kampeni zao kulingana na sera ambayo wako nayo kwa njia ya amani. Ili wape wananchi nafasi, level playing ground ya kupima competitors kwa ratili, wajue ni nani anafaa, nani hafai na nani hafai. Lakini wewe najua umetangamana na wananchi, unadhani kwamba we are ready for policy driven politics? Unadhani kwamba kama wananchi wakati unahudhuria ile mikutano mbalimbali ambao unahudhuria, unadhani wananchi wa Kenya wako tayari kwa ajili ya siasa za sera? Wananchi wako tayari. Wale hawako tayari ni viongozi ndio hawako tayari kwa mabadiliko. Wananchi wako tayari kwa mabadiliko. Unajua, viongozi bado wanataka kufanya siasa vile tulikuwa tunafanya siasa mwaka 10 iliyopita. Siasa ya chafu, siasa ya machafuko, siasa ya ukabila, lakini wananchi wamehama hapo. Wananchi wamehama hapo. Unajua, ukiongea na Wakenya kwa sasa, utakuta kwamba zile changamoto zinakumba Wanakenya kwa sasa ziko sawa kwa kila Mkenya. Indiscriminately, bila kujali mtu anatoka wapi, mtu ako wa kabila gani, mtu anaenda kanisa gani na kadhalika. Na Mkenya wa kawaida hana interest kwa siasa ya mchafuko ama siasa ya ukabila. Wale ambao bado wamekwama hapo ni viongozi, wale wanasiasa wakongwe. Na ndio kwa sababu mimi wale nasema kwamba lazima tuwe na kitu inaitwa paradigm shift. Tuanze kuendesha mtendo zetu kama nchi kupitia viongozi wapya. Viongozi ambayo wana maono, viongozi ambao wanataka kuleta mabadiliko ya ukweli kwa Wakenya bila kujali mtu anatoka wapi, mtu anaenda kanisa gani, mtu ni wa kabila gani. Mheshimiwa Owalo, wazo nzuri kwamba tumefika mahali ambapo kwamba tunafaa tubadilishe the kind of leadership ambayo tuko nayo in the country, but now there is the problem kwamba tunaweza tukabadilisha msitu lakini nyani ni wale. Na nitakupa mfano Owalo.
Sasa hivi ukiangalia katika taifa letu kuna two types of leaders. Kuna viongozi ambao wamekuepo katika ile era iliyokuepo, lakini kuna viongozi ambao ndo wamechipuka katika the current generation. But ukiangalia tabia na mienendo ni zile zile tu. Sidhani kwa sababu unakuta shida ambayo tuko nayo ni wale viongozi wanasiasa wakongwe ambao wamekuwa kwa serikali kwa muda mrefu. Ukiona wale wako kwa serikali sasa hii, hao watu wamekuwa kwa serikali kitu kama mwaka 30. Na hata hao ambao wako kwa upinzani wamekuwa kwa serikali kwa mwaka 30 ama mwaka 50, ya? Sasa inatakikana tubadilishe mtendo ili tuwe na viongozi wapya. Tukibadilisha msitu na tuwe na wale nyani kwa msitu, hatutakuwa na mabadiliko ya ukweli. Inatakikana tuwe na viongozi wapya, viongozi ambayo wanaweza peleka toa Kenya katika shida ambayo tuko nayo kwa sasa, alafu tusuluhishe tukisonga mbele. Nitakurejesha pale kwa swala hili la wahuni, kwa sababu tunaona kwamba kuna hali ya kulaumiana. Wizara ya usalama, serikali kijumla inalaumu upinzani kwamba ndio unachochea swala zima la wahuni na kuweza kuwakodisha vijana kuweza kuzua vurugu, lakini upinzani unalaumu serikali, unasema kwamba the buck stops with the government. From where you sit wewe kama presidential aspirant ambaye tayari ushatangaza kwamba unawania kiti cha urais, unadhani kwamba nani anafaa kulaumiwa kutokana na tatizo hili la wahuni nchini? Serikali, kwa sababu ni jukumu la serikali ya kuhakikisha kwamba tuko na amani. Jukumu la kwanza la serikali ni kuhakikisha kwamba serikali inalinda maisha na mali ya wananchi. Hiyo ndio jukumu. Ukiona kama jana wale wauni walikuwa upande ya Kisumu, walikuwa na silaha, ya? Mbele ya umati wanatembea wakielekea huko kwa kanisa ambao baadhi yao viongozi wa upinzani walikuwa. Serikali ilikuwa wapi? Si tuko na polisi. Kwa nini hawa vijana hawako kamatwa? Okay. Si jukumu la upinzani ya kukamata wauni. Ni jukumu la serikali. Okay. Ya serikali iko. Serikali sasa iko wapi? Nikikurejesha hapo kwa serikali ambayo tunaulizana iko wapi, Waziri Murkomen analaumu nyinyi wanasiasa, na inaanzia katika ngazi ya pale chini, wawakilishi wadi, wagombea kiti cha wawakilishi wadi all the way kwenda kwa ubunge na kadhalika. At some point uliwania kiti cha ubunge bila shaka hapa Nairobi. Na swala la wahuni candidates hasa katika kiwango kile cha siasa za kiuchaguzi kuandia kule chini kwenye ubunge na kadhalika, wanasutwa kwamba wao wanachangia. Do you think kama taifa we risk going the height way kutokana na kitu ambacho tumekigeuza kwa kawaida kwamba mimi na jeshi langu? Utasikia hata wanasiasa wanakuambia hili ni jeshi langu, hao ni vijana wangu na mambo kama hayo. Unajua inatakikana wale wako kwa mrengo ya serikali, hasa kwa upande ya internal security, wafanye kazi yao bila mapendeleo yoyote. Kama mtu wa serikali ndio anahusisha wauni, ana mobilize wauni kufanya dhambi, ashikwe. Kama ni mtu wa upinzani ndio anaunda hizo vikundi za wauni, vile vile ashikwe. Tunataka tutekeleze, inatakana tutekeleze katiba bila mapendeleo yoyote. Uwezi kuniambia kwamba wauni wanarandaranda kwa mkutano za siasa na hawawezi kamatwa na polisi. Hiyo inaonyesha kwamba labda serikali iko na mkono ya serikali iko hapo ndani. Ndio. Okay. Kwa sababu serikali ndio iko na polisi, hapana watu wa upinzani. Okay. Wanasiasa wametajwa both upinzani na serikali. Wewe katika kampeni zako ni kitu gani ambacho unakifanya kuhakikisha kwamba hakuna uhuni katika kampeni zako? Mimi ni issue based politician. Mimi ni transformational leader. Hakuna siku utakuta kwamba niko na wauni. Umesema kwamba hapo mbeleni niligombea kiti cha ubunge pale Kibera. Sikutumia wauni hata kidogo. Nilitekeleza siasa yangu kulingana na kampeni yangu kulingana na sera ambayo nilikuwa nayo. Mpaka sasa watu wananieleza, bwana, ile kampeni ulifanya Kibera, kama Wakenya wangefanya viongozi wangefanya kampeni kama hiyo, Kenya ingekuwa na mabadiliko. Na hata katika hii mpango yangu ya kung'ang'ania kiti cha urais, mimi nitafanya kampeni yangu kulingana na
ile sheria ambayo ile sera ambayo niko nayo na lengo ambayo niko nayo kwa Wakenya. And by the way, talking about Kibra, kuna baadhi ya Wakenya wanauliza, huyu bingwa hakufaulu kiti cha ubunge, ameachana na ubunge, ameachana na ugavana, ameachana na useneta, anataka kuwa rais. Na hiyo kampeni ya Kibra ilikuwaje? Si unakumbuka Kenya mzima, wanasiasa mzima walikuwa mobilized kwenda hapo Kibra. Na hiyo Kibra nilikuwa nimechora kabisa. Kama Ruto angeleta Mariga huko, ningeshinda hiyo kiti. Nilikuwa nimechora kabisa. Mpaka nikasukuma Raila akatoka kwa nyumba akakuja kukampeni, akamobilize wanasiasa kutoka kila pembe. Alimobilize wa ODM na akamobilize wana Jubilee wote wakaja hapo Kibra kumsaidia. Hiyo ningeanguka nayo hiyo kiti. Sasa hivi unaamini kabisa kwamba katika Wakenya milioni 20 na ambao wamesajiliwa kuwa wapiga kura, unaamini kabisa kwamba kiti cha rais unachomoka nacho? Mimi nina imani kwamba nitachomoka na hiyo kiti kwa sababu nataka nifanye, mimi niko na mpango ya kufanya siasa campaign kwa njia tofauti. Unajua watu wananiuliza, Walo, wewe ngome yako ni wapi? Ngome yako, stronghold yako ni wapi? Stronghold yako ni wapi? Wakenya wamezoea maneno ya ukabila kwa stronghold. Mimi stronghold zangu ni za kiuchumi. Stronghold zangu ni wale vijana ambayo wako na uwezo lakini wamekosa kazi. Wakina mama wale hawana pesa ya kufanya biashara. Wale wanafanya kazi kwa serikali kwa sasa ambayo wanalalamika kwamba ushuru iko juu, ikifika kila mwisho ya mwezi hawana pesa kwa mfuko na kadhalika. Sitakuwa ama sitatafuta ngome za ukabila. Siasa za ukabila hapo mimi siko. Okay. Tueleze kidogo kuhusu na PPP. Hiki chama ambacho umekizindua, na sijui kwa nini utafuta jina ambalo unajua Wakenya wakisikia PPPs wana private public partnership. Imeleta shida sana hii. Wewe unaamua kuleta confusion. Tell us more about this party. Hii ni chama ambayo iko na msingi ya kuwezesha Wakenya wawe na usawa kwa njia ya kiuchumi. Unakuta kwamba siasa ambayo tuko nayo kwa sasa ni kwamba shida ambayo tuko nayo kwa sasa ni kwamba Wakenya wachache ndio wanapata faida kutokana na rasilimali ya nchi yetu. Tunataka tung'oe rasilimali za Kenya kutoka kwa mkono ya watu wachache ama mfuko ya watu wachache tupeleke kwa wengi ya Wakenya. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo, na msingi ya ideology ya PPP ni distributive social democracy. Kuleta usawa kwa njia ya kiuchumi katika Kenya yetu, kuhakikisha kwamba kila Mkenya ako na haki ya kupata mapato kulingana na jasho yake. Kwa sasa unakuta kwamba kuna wavuvi wanatafuta samaki huko baharini. Lakini wale wanapata faida kutoka kwa samaki ni watu wachache ambao wanafanya processing na export ya nini? Ya samaki. Unakuta kwamba wakulima wale wanatoa jasho kwa njia ya ukulima hawapati haki yao. Tunataka kuhakikisha kwamba nyingi ya pesa zinarudi kwa wale wanafanya nini? Wanafanya kazi ya ukulima. Hapana mabroka wale wanachukua produce kutoka kwa wakulima na kuexport huko nje. Unakuta kwamba kuna vijana wako kwa kazi ya mjengo, wanatoa jasho kwa kazi ya nini? Kazi ya mjengo. Lakini wale wanapata faida ni wale wabwenyenye ambayo wako kule juu. Hii ndio mtendo ambayo inatakikana tubadilishe ili pesa irudi mahali jasho ya Wanakenya inatokea. Nadhani kwamba ni mawazo mazuri Bwana Walo, na hizi huaga tunasikiza sana tukikaribia katika uchaguzi, lakini baada ya uchaguzi kukamilika nadhani huaga sijui kama zina evaporate somewhere, zinapotea along the way, but ni wazo nzuri. Kuna United Opposition. Ndiyo. Na kuna upande wa Mheshimiwa Rais William Ruto. Ndiyo. Ambaye pia kuna vyama ambavyo kwamba vinamuunga mkono kama ODM na hivyo vyama vingine. Ndiyo. Alafu kuna upande wengine wa United Opposition. Ndiyo. Ambao watu wanaamini kabisa kwamba Rais William Ruto anaamini kabisa kwamba
katika ile group ambao nao wanaweza wakashinda uchaguzi. Na United Opposition wanaamini kabisa kwamba wakiendelea kukusanya mpaka linda wananchi na waongeze na DCP, waongeze na Wiper na vyama vingine wanashinda uchaguzi. Kisha kuna mheshimiwa Eliud Owalo, pole kukukatiza. Yeye anaamini atapita katikati. Sasa wacha nikueleze kitu moja. Sasa wewe kabla hujatueleza mheshimiwa Owalo. Sasa kuna wewe ambao uko hapo na PPP. Wewe unataka kupita katikati peke yako ama umeunda chama ujiunge na hawa au ujiunge na hawa? Mtafanya kazi na viongozi wengine ambao watakuwa na lengo kama yangu. Lengo ya kushughulikia zile matatizo zinakumba mwananchi za kawaida. Unajua niko na experience ya kutosha katika hii presidential campaigns. Hizi mrengo mbili unaziona hapa. Unajua bado ni mapema sana. Utakuta kwamba kuna watu wako kwa serikali sasa, watatoka kwa serikali waingie upinzani. Kwanza hata niko na marafiki kwa serikali naongea nao, wananiambia sisi bado tuna mark to time. Saa inakuja wewe ndio utakuwa rais, wewe ndio utakuwa rais, nakuja PPP. Watajiunga na PPP. Vile kuna wale wako kwa upinzani kwa sasa ambayo utakuta kwamba wakati ikifika when the rubber meets the road utakuta kwamba wanaruka wanaelekea upande wa serikali. Are you one of them? No, never. Owalo, never ever. Tutakupigia simu hapa utashika simu zetu. Wacha nikueleze. I'm a very principled person. Nikichukua msimamo na kana hiyo msimamo. Niliamua kutoka kwa serikali na niko tayari kuunda serikali yangu, tukifanya kazi pamoja na viongozi wengine na wengi ya Wakenya. Mbona watu wanaona wewe ni mole wa Rais William Ruto? People are saying Eliud Owalo is a mole wa Rais William Ruto. Mimi nimepita kiwango cha kufanyia mwanasiasa mwingine. Unajua Wakenya wamezoea Eliud Owalo akifanyia kazi wanasiasa wengine. Nilikuwa mkubwa wa kampeni wa Raila. Wakati hiyo nilifanyia Raila, Kalonzo na Wetangula walikuwa co-principals. Wakati nilisimama Kibra, nilisimama na chama cha Musalia Mudavadi, ANC. Watu wakazoea Owalo anafanyia kazi, ni strategist wa Mudavadi. Kutoka hapo nikaingia kwa mrengo ya Ruto kuanzia 2019 mpaka Januari mwaka hii nilikuwa na Ruto. Wakenya wamezoea yule Owalo anafanyia wanasiasa wengine. Hiyo kiwango sasa nimepita. Nataka sasa nifanyie Wakenya. Nikisema sasa nataka nifanyie Wakenya kazi, kuna shida gani? Kwa nini watu wawe na shida hapo? Kwani mimi nilizaliwa tu nifanyie wenzangu kazi? Mheshimiwa Owalo, unajua umejikanganya kwa sababu umesema kwamba muda bado na kuna mabadiliko mengi. Kuna watu watatoka huku wakiingia huku, kuna wengine watatoka huku wakiingia huku. Lakini wakati nafika kwako unasema wewe your principle. I mean, every other politician will say their principle. Unajua bado ni mapema. Niko na ujuzi ya kutosha katika hii maneno ya presidential campaign. Zile collisions kamili ambazo watu wanaenda nayo kwa uchaguzi huwa zinaundwa kitu kama mwezi 6 kabla uchaguzi. Sasa hii bado ni mapema. Ukweli. Tutakuwa na shift katika political tectonic plates bado. Na utakuta kwamba kuna watu ambao wako kwa serikali watatoka serikali waingie upinzani. Kuna wengine pia bado wako kwa upinzani, sasa hii utakuta watatoka waingie upande ya serikali. Mimi niko kidete mahali niko kwa sasa. Niko upinzani. Na nitakuwa upinzani mpaka, unajua watu wengine wanafikiria ati labda Owalo atajitokeza kwa race alafu aunge mtu mwingine mkono. Mimi nitakuwa kwa debe. And in the fullness of time I'll be vindicated. Lakini Mheshimiwa Owalo, then you also not honest, kwa sababu mwenyewe unasema kwamba utaweza kushirikiana na wanasiasa wengine ambao like-minded. Mwisho wa siku wakati ambapo tuseme kwa mfano umeshikana na mwanasiasa X, mwanasiasa Y na mwanasiasa W and you're not the candidate. So are you going to pull yourself out kwa sababu you want kuwa kwa debe, ama utaweza kwenda labda running mate or any other position for that matter, so long as you're like-minded na mnalenga kuweza kuachieve kitu kimoja? Unajua ile kitu ambayo mimi sitafanya ni kuingia kwa coalition kwa sababu ya kupata uongozi peke yake, kuingia kwa serikali alafu tugawe maviti, alafu tukiingia kwa serikali tunawacha wananchi katika mataa. Hiyo ndio viongozi wamekuwa wakifanya. Unakuta wakati wa campaign watu wanaona vile wanaweza ungana ili walete makabila pamoja waingie kwa serikali. Wakiingia tu kwa serikali hivi wanawacha wananchi. Mimi siasa ya kuwacha wananchi kwa mataa hapo siko. Hata kama nitabaki peke yangu, sitafanya kazi ya
kuwacha mwananchi kwa uta. Or rather what you're saying Mheshimiwa Owalo ni kwamba utashirikiana na wanasiasa wengine lakini bora wakubali kukunga mkono. Wale wako na lengo na wale wako hiari kukunga mkono. That is also a condition. Kwamba ndio tunashirikiana lakini mjue mimi ndio candidate. Sijasema lazima niwe candidate. But tumesema lazima utafika kwenye debe Mheshimiwa. Ndafika, nimesema kwa sasa all factors being held constant. Sasa hivi. Kwa sasa. Okay. All factors being held constant nitakuwa kwa debe. Okay. Lakini kama ingekuwa mapendeleo yangu, ingekuwa mapenzi yangu. Yes. Mimi ningetaka kufanya kazi na viongozi wapya. Viongozi ambao wako na lengo kama langu ya kushughulikia wananchi. Unajua nimefanya kazi na hao wanasiasa na nawajua. Hao wanasiasa unaona hapa wengi wao hawezi leta mabadiliko ya ukweli nchi. Na wajua nimewafanyia kazi na vile vile nimefanya kazi nao. Na wajua. Okay. Swali moja labda kuhusiana na swali hilo hukumu na najaribu tu kufikiria kwamba chama cha PPP ambacho kimezinduliwa hivi majuzi kinakuwa ni chama cha kuelekea 190 na tunapozungumzia vyama vya kisiasa nchini Kenya. Ndio. So out of these 90 parties you didn't see a political party ambayo ilikuwa na ideology ambayo inaendana na kile ambacho unasimamia na labda ingekuwa muhimu kuweza kujiunga na chama kile. And I'm asking this kwa sababu tunashuhudia sasa hivi karibu kila mbunge siku hizi anafungua chama. Kale Babisi amezindua chama hivi. Hata Boni Alwale. Boni Alwale kuna chama. Mbunge wa Suba Karoli nasikia kuna chama. Bila shaka. I mean everybody is starting a political party. And I'm wondering, Natembeya ametangaza kwamba ametoka DAP-K anaelekea kuzindua chama. Kati ya hivi vyama vyote 90 you didn't see a political party ambayo labda agenda zake zinaendana na agenda zako na labda hawana presidential candidate anyway. Kwa hivyo ukiingia pale I mean Owalo ni Owalo si kila mtu. Mimi ni Owalo. Nimeongea na watu wengi sana kwa upande ya sekta ya kibinafsi, wale kwa mrengo ya wakina mama, kwa mrengo ya vijana. Na Wakenya wengi wanasema kwamba ile shida ambayo wako nayo ni uongozi la wanasiasa wakongwe. Wanasema kwamba wanasiasa wakongwe, kuamini wanasiasa wakongwe ni ngumu kulingana na historia yetu ya siasa. Unakuta kwamba wanapeana ahadi nyingi wakati wa kampeni, wakiingia kwa serikali wanasahau wananchi. Na watu wamenieleza kwamba sasa wanataka meneja ambayo anaweza linda mali ya nchi yetu. Kwa maoni yao kulingana na track record yangu nikiwa kwa private sector hata nikiwa kwa serikali, wanaona kwamba mimi ni mtu mwaminifu kulingana na track record yangu na naweza linda mali ya nchi yetu bila uporaji ama bila ukora hata kidogo. Unajua wakati nilikuwa kwa wizara ya ICT, shirika la EACC ilifanya uchunguzi kwa mawizara zote na wakatoa uamuzi kwamba wizara ya ICT chini ya uongozi yangu ndio haikuwa na maneno ya ufisadi hata kidogo. Wakati nilikuwa kwa private sector kwa zaidi ya mwaka 23 kabla sijaingia kwa serikali. Hiyo kazi ya ICT minister ndio ilikuwa kazi yangu rasmi, kazi ya kuandikwa rasmi ya kwanza. Wakati nilikuwa kwa private sector pia niliwacha rekodi huko. Nilikuwa moja ya wale strategists wakongwe kabisa hapa barani la Afrika na niliwacha track record huko kwa sekta ya kibinafsi. Wananchi wanaona kwamba mimi ni mtu ambayo ni practical, mtu ambayo wanaweza kumwamini kulinda mali ya nchi yetu kulingana na track record yangu. Na iko watu wengi, iko viongozi wengi hata kwa sekta ya binafsi, hata ma professionals ambao hapo mbeleni wamekuwa wakiogopa kuingia kwa siasa. Hati siasa ni chafu. Na wengi wao wamekuja kwangu wanasema kwamba kama wewe umejitokeza kweli kwamba unataka kung'ang'ania kiti cha urais ya nchi yetu, sisi tuko hapo ndani, tutafanya kazi na wewe. Unasema kwamba PPP inazidi kupata uungwaji mkono. Ndio, na ni chama cha kitaifa. Hata wakati tulikuwa tunafanya unveiling last week, ulikuta kwamba tulikuwa na watu kutoka kila pembe ya nchi yetu. Tulikuwa na wafuasi kutoka Pokot, kutoka Turkana, kutoka Kajiado, kutoka Kilifi. Mheshimiwa wale wacha bwana. Ulikuwa mpaka na Wapokot. Si ndio? The record is there for all right. Go to see. Okay. Kutoka Taita Taveta, kutoka Mombasa. Yeah. All right, Mheshimiwa. Tulikuwa na wachezaji wa kongwe. Who is the deputy party leader? Nani deputy wako?
Hiyo tutashughulikia tukifika hapo. Kwa sasa tuko na interim party. Nimeeleza jana kwamba bado tuko na ratiba ambayo lazima. Ulimweleza na hata hawezi niambia bwana. Hizo ni za ndani shehe. Kwa sasa Wakenya ndio viongozi wa chama hiyo. Alright, Mheshimiwa Eliud Owalo, nadhani kwamba tunakuja kwa hili hapa. Anajua kwamba chama chako ni moja kati ya vyama ambavyo vimeitwa kwamba briefcase parties. They so call it katika a political arena. Kwamba we have what we call briefcase parties that can be folded anytime. You can open and fold anytime. And the briefcase parties zinatumika na people who are in leadership so that wavuruge hesabu za nini. We are coming on that in a few. Mheshimiwa Owalo, huyu ana heshima huyu Sasa mimi nimekueleza kwamba mimi nimepita kiwango ya kutumiwa na mtu mwanasiasa mwingine. Siwezi kutumiwa na mwanasiasa mwingine kusukuma ajenda lake. Shikilia hapo papo, tunakuja. Nadhani kwamba kile ambacho tunakuja kuzungumzia, IBC imesema kwamba nyinyi ambao mnataka kwa rais, you cannot spend more than 4.4 billion. Sakali, that's the figure? Bila shaka 4.4 billion. Tunakuja kwa hiyo. Tujue kwamba kwa nini mtu atumie 4.4 billion kutafuta kiti ambacho even in 5 years hata kwa amefikisha 1 billion. We're coming on that in a few. Sawa. Dakika 17 kabla kufika 3 kamili. Maisha asubuhi, bunge la maisha, hukumu na sakali. Tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo ambao amesema kabisa kwamba kupitia chama kipya cha PPP anataka kwenda Ikulu. Na hajajulikana kama ako kwa upande wa 1 term ama 2 term. It is very slippery. Anasema mimi niko fresh term. Uko fresh term. Yeah. Kwa sababu Kenya inahitaji mwanzo mpya. Kwa hivyo hauko 1 term, hauko 2 term, hauko half term. Niko fresh term. Na ukiwa kwenye fresh, na Wakenya wengi wako fresh term. Wanahitaji mwanzo mpya. Na unajua ukiwa kwenye fresh term, you are simply meaning kwamba it's 1 term. So that the one who is currently in office atoke na 1 term yake, wewe uingie na fresh term. Ndio, lakini abadilishwe na mtu ambaye anaweza leta mabadiliko ya ukweli. Okay.